Ndugu yangu mpendwa, mfuatiliaji wa tamthilia Choice, ulikuwa ukisubiria zaidi sehemu ya 71 na ulikuwa ukiwaza itatoka lini na mawazo mengi sana akilini mwako ilikuwa ni kutaka kupata mwendelezo wa tamthilia ya Choice. Sasa baada ya kuwa matangazo mengi tumekuwa tukiwaelezea kwamba sehemu ya 71 itatoka hivi karibuni, na kama jinsi tulivyokuambia kwamba itatoka sehemu ya 71 siku ya tarehe 6 Februari. Sasa kama jinsi ambavyo umeona tamthilia hii tayari imekwisha kutoka, lakini kama bado hujaitazama sehemu ya 71 basi endelea kunisikiliza uchambuzi huu hapa, alafu baadaye nitakwambia utaipataje kama hujaiona. Lakini sikiliza kwanza uchambuzi huu hapa kama ifuatavyo. Kama jinsi ambavyo Clara alikuwa anaonesha upendo na mapenzi makubwa sana kwa Bryden, hiyo ilileta hisia kali na watu wengi kuweza kumshabikia sana Clara kutokana na jinsi ambavyo alivyoonesha mapenzi mazito kwa mume wake. Sasa katika siku hii ya leo, wakati ambao Clara amekaa kumsubiria mume wake, wakati ya mume wake ameelekea kazini, ndivyo wakati huo rafiki yake akawa ameweza kufika, rafiki wa Bryden huyo wa kiume. Baada ya kuwa amefika hapo, muda mchache akawa amekuja na mpenzi wake ambaye waliweza kukutana hapo na wakaanza kupiga stori za hapa na pale. Huyu mshikaji akaanza kumwambia Clara jinsi ambavyo huyu mwanamke ambaye yuko naye hapo walikotoka, kwamba wameanzia mbali sana katika mahusiano yao. Mahusiano yao yalikuwa yako vizuri zaidi na walipendezwa sana na jinsi ambavyo upendo walivyouanzisha, na historia ya kuanzisha mahusiano yao ilikuwa ni historia ya kawaida, bali ni mapenzi mazito ambayo yalizaliwa wakati ule pale mpaka kufikia wakati huu hapa. Alizidi kuongea mwamba huyu hapa na kumwambia kwamba Clara kwamba jinsi ambavyo wanavyopendana, yani kwa asilimia kubwa ambazo ameziweka katika upendo wa kumpenda huyu mwanamke ni upendo wa katika kiwango kikubwa zaidi. Na hata huyu mwanadada naye pia amekuwa akieleza jinsi ambavyo alivyokaa akimpenda sana. Na huyu Clara sasa ndipo wakati ambao anawapokea wageni wamefika nyumbani. Kabla ya kukaa basi shangwe zikaanza, akawa anamtazama, shoga yangu, naona shoga yangu uko vizuri shoga yangu umependeza sana. Huyu mshikaji akawa anamwambia kwamba ni watu ambao wanaopendana, ni watu ambao wana mipango mikubwa katika safari ya maisha yao, kuweza kufikia ndoto ambazo wameziweka katika safari nzima ya maisha yao, katika upande wa maridhiano na mapenzi makubwa ambayo wameyaweka, siku moja kuja kuishi maisha ambayo watakuwa wakisapotiana kwa ukubwa zaidi, kutengeneza familia iliyokuwa bora. Wanacheza na familia pale, familia inakuwa, baba anaelekea kazini, mama anawajibika katika familia, lakini pia kama kuna kazi ndogo ndogo za kuweza kufanya kujiingizia kipato cha kila siku. Kuna wakati watakuwa wakishirikiana na mtoto wao katika majukumu makubwa ya kifamilia. Shoga yangu umepata bahati wewe. Haya ilikuwa ni maneno ya Clara, lakini pia hata Clara naye pia alikuwa akipokea pongezi kutoka kwa mwanadada huyu hapa. Wakati yote haya yanaendelea, maongezi haya yanaendelea, Bryden alikuwa bado hajarudi kutoka kazini, alikuwa bado yuko kazini, amemwacha mke wake kapokea wageni kama hivi. Ikumbukwe kabla wageni hujafika, Clara hajafika huyu mwanadada ambaye ni mpenzi wake na huyu mshikaji ambaye amekuja kama ugeni. Clara alikuwa na majanga ambayo yuko nayo, na majanga ambayo ni siri kubwa sana ambayo alikuwa ameificha katika maisha yake bila kumwambia mume wake. Kwa akawa amemwambia huyu mshikaji kwamba waweze kuzungumza kuhusiana na kile ambacho amekipitia. Sasa huyu jamaa akawa anamshauri Clara, kaambia kwa ambayo mmeipitia, changamoto ambayo mmeipitia hiko, basi itapendeza sana kama mkaijadili kwa pamoja ikaisha, kuliko kukaa nayo moyoni muda wote. Jambo zuri siku zote ni kuweza kuambiana kile ambacho kimetokea, kuweza kuhabarishana na kuambiana kile ambacho kimetokea kama changamoto au kile ambacho kimetokea katika maisha. Ni bora kumwambia mwenza wako ili mambo yakae sawasawa kabisa. Maelekezo mazuri ambayo huyu mshikaji alikuwa akimwelezea binti aliweza kufarijika na kuweza kufurahi. Bana, sasa ni usiku.
Usiku wakati ambao Bryden amelala na mpenzi wake, mke wake kipenzi, ndipo Clara akawa amefumbua macho na kuanza kumwambia mume wake kile ambacho anachojisikia katika nafsi yake au katika moyo wake, kikubwa zaidi ambacho anakisikia. Clara akamwambia mume wake kwamba anajua kabisa mume wake alikuwa akimpenda zaidi. Akawa amefahamu na kumwambia mume wake kwamba alikuwa na mtoto, aliweza kuzaa na Camilla mtoto, na alimpatia ujauzito. Ameweza kuificha hiyo siri kwa muda mrefu sana, na akaona si vyema leo aweze kumwambia. Akawa amemwambia mume wake kwamba hicho anakijua tangu zamani, kwamba Camilla amekuwa na ujauzito wa Mwamba. Huyu hapa Mwamba alizidi kutamaraki katika hiko ambacho amekisikia, kwa sababu alidhania kwamba hiyo ilikuwa ni siri, itabakia kuwa siri. Kumbe hapana, mambo ya siri hayakuwepo kwa wakati huo. Hapo kweli Harisi akawa ameweza kumwambia. Naona bwana, baada akawa amemwambia pale, familia hii ni waelewa kwa hivi sasa, wanaelewana sana, wanapendana. Bryden anampenda sana mke wake Clara, na Clara anampenda sana mume wake. Unaona bwana. Sasa kama ulikuwa bado hujaitazama sehemu ya 71 na unawaza utaitazamaje, basi nisikilize vizuri. Ingia YouTube, andika King Noeli au andika Choice King Noeli sehemu ya 71, utaweza kuipata, na hiki ambacho nimekusimulia utaenda kukiona katika picha Harisi. Unaona bwana, wakati hao wakiwa wakiigiza utakuwa ukiwashuhudia, si ndivyo Basi nikushukuru sana kwa your time, lakini wakati huu nikuambie kwamba kama bado hujasubscribe channel hii hapa, fanya subscribe unapata taarifa zetu kila wakati ambao tunakuwa tunapandisha kazi zetu. Share video hii na wengine waone, lakini pia unaweza kulike. Wakati huu nikutakia wakati mwema, hadi wakati mwingine tena. Bye bye.